Kwa kawaida Yesu aliyesulubiwa na akafa, kwenye maisha yake aligusa watu wengi. Yesu aliishi, acha miaka yake ya huduma 3.5, lakini ameishi kama mwanadamu duniani miaka 30 kabla hajaanza kufanya utumishi ule. Na Yesu kuna maisha ya watu aliyagusa sana. Mnakumbuka alivyoponya, alivyofufua wenye ukoma walitakasika, alilisha watu chakula zaidi ya maelfu, aliwasaidia watu matatizo ambayo madaktari wasingeweza. Tuna ripoti ya yule mama ambaye angekuwa leo angeitwa ana kansa, na alisumbuliwa na kutokwa na damu miaka 12. Maandiko yanasema aligharimiwa mali zote kwa madaktari na kwa waganga, haikumfaidia kitu. Huyu aliponywa na Yesu huyu. Watu hawa walioonja wema wa Yesu wanapewa taarifa kauawa kikatili. Wanapewa taarifa huyu Yesu aliye tumaini lao amezikwa. Kuna mahali amewekwa kaburini. Wakati anazikwa hakupakwa mafuta kama zinavyopakwa maiti. Why? Ilikuwa ni wakati wa Pasaka, wa maandalio ya Sabato. Kwa hiyo ilishindikana wakisubiri Sabato ipite. Yesu aliachia watu wengi maumivu ya kawaida tu. Wanawaza tutapata wapi mponyaji mwingine, mtu wa kutupa chakula. Yesu alisaidia watu kiuchumi. Unakumbuka alipokutana na ile kampuni imepata hasara ya Petro, walipata samaki wengi sana siku ile. Unakumbuka wakati wanadaiwa kodi, Yesu aliwaambia wakachukue hela kwenye mdomo wa samaki. Unakumbuka alivyowaonea huruma watu, alivyowahurumia watu waliokataliwa. Unakumbuka alivyomponya mtoto wa akida. Unakumbuka alivyofanya mambo mengi, alipogusa maisha ya watu mpaka kwenye sherehe za kawaida kule Kana ya Galilaya. Kwa hiyo kulikuwa na kundi kubwa la watu waliosononeka. Akili za wana Yerusalemu, za wanafunzi wake, wanajua yuko kaburini. Wanakokaa wafu, yuko kaburini. Yeye ni maiti, hawezi kuongea tena, hawezi kuwasaidia tena, hawezi kuwapa mikate tena, hawezi kuponya viwete tena. Wanajua yuko kaburini. Nataka nikwambie nini ibada hii? Nataka nikwambie nini Pasaka hii? Nataka nikwambie kitu gani Pasaka hii? Nisikilize. Pasaka hii nataka nikwambie neno moja tu. Kuna nguvu katika neno hayupo hapa. Hebu sema hayuko hapa. Usiseme kwa dharau. Hili neno halikusemwa na Pilato, hili neno halikusemwa na Petro, hili neno halikusemwa na mama yake Yesu. Hili neno limesemwa na malaika. Malaika kutoka mbinguni anawaambia waliyedhani yuko pale, kwa kuwa hakustahili kuwa pale. Malaika ndio anasema hayuko hapa, kwa sababu walikomweka haikuwa light place kwa ajili yake. Walimweka lakini ilikuwa long place kwa ajili yake. Walimweka lakini walimweka kimakosa. Tikisa jirani yako, mwambie naona wamekuweka mahali lakini kimakosa. Leo kuna sauti inakwambia hauko hapo tena. Angalia jirani yako, mwambie kiuchumi kuna mahali wamekuweka, kiafya kuna mahali wamekuweka, ndugu zako kuna mahali wamekuweka. Lakini Pasaka hii mbingu zinataka kuongea kwa ajili yako. Malaika wanataka kusema kwa ajili yako. Kuna mahali nchi imekuweka, kuna mahali ukoo umekuweka, kuna mahali rafiki wamekuweka. Haukustahili kuwa pale. Haleluya! Kabla sijamaliza, ngoja nikwambie mambo machache. Ina maana gani? Kwa nini hayupo hapa? Ina maana gani? Unajua kitu kinachonishangaza, walitaka wakampake mafuta kaburini. Unajua maana ya mafuta? Unajua theolojia ya mafuta? Ni signature. Mnasikiaga wachungaji sisi ni wapakwa mafuta, si mnasemaga eh? Manake sisi ni anointed person. Tumepakwa mafuta maalum, tumewekwa wakfu. Maiti ikipakwa mafuta kithiolojia imewekwa wakfu kwa ajili ya kifo. Hakuna tumaini lingine. Inapakwa upako wa kifo.
Kuna baadhi ya wenzetu wanapakaga upako wa kifo, si mnajua ili ufe bila maumivu. Sio upone bila maumivu, ufe kwa maumivu machache. Labda nikukumbushe kitu ambacho umesahau. Jina la Yesu anaitwa Kristo. Unajua maana yake? Aliyepakwa mafuta. Labda nikukumbushe alivyotabiriwa na nabii Isaya. Biblia inasema kwenye kitabu cha nabii Isaya, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana Bwana amenipaka mafuta niwahubirie maskini habari njema, waliofungwa wafunguliwe. Haiwezekani aliyepakwa mafuta kuwafungulia wafungwa yeye mwenyewe afungiwe na kifo. Kuna kitu haujui wewe. Mungu alipokuleta kutoka mbinguni, wewe una jukumu mahususi, na kwa jukumu hilo ulipakwa mafuta. Sio Wagogo alikupaka mafuta, sio Wakagulu alikupaka mafuta, sio mume wako alikupaka mafuta. Ni Bwana alikupaka mafuta, ni Mungu alikupaka mafuta uje utimize kusudi lake hapa duniani. Kama ni udaktari, kama ni ualimu, kama ni uchungaji, kama ni uinjinia, umepakwa mafuta na Bwana. Wako wapi wanaosema nimepakwa mafuta? Gonga na jirani yako, mwambie na wewe umepakwa mafuta. Mwambie kataa mafuta ya ukoo, kubali mafuta ya Bwana. Kataa mafuta ya nchi yako, kubali mafuta ya Bwana. Kataa mafuta ya wachawi, kubali mafuta ya Bwana. Haleluya! Nasema haleluya. Hivi Ifakara unanisikia wewe? Kama Ifakara hautaki basi Tanzania, haleluya. Narudia tena, hujanielewa. Sikiliza nikwambie, wewe before uzaliwe, mbingu zilikupaka mafuta. Unajulikana kwa jina lako. Amezaliwa daktari, amezaliwa afande, amezaliwa mfanyabiashara, cheki. Ulipozaliwa kwa Wagogo wakakupaka mafuta ya woga. Saa hii unaishi kama mwoga. Ulipoolewa ukapakwa mafuta na mawifi. Hafai huyu. Asubuhi ya leo nauliza, wamekuweka wapi mawifi? Naondoa hayo mafuta ya kushindwa uliopakwa. Tembea na mafuta ya mbinguni. Yako mafuta ya Bwana uliopakwa. Hayo mafuta ya Bwana hayakuachi ukae pale. Hayo mafuta ya Bwana yanalazimisha mbingu ziongee kwa ajili yako. Piga kelele, sema amen.